Suala la ukatili wa kijinsia ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zinaikabili jamii yetu. Na ukatili wa kijinsia hauathiri wanawake na watoto au tuseme wale waathirika binafsi wao wenyewe, lakini pia inagusa kwa kina haki za binadamu, usalama wa jamii na mustakabali wa taifa letu kwa ujumla. Kwa muktadha huo, ukatili wa kijinsia ni kitendo au vitendo vya unyanyasaji au mateso kinachofanywa dhidi ya mtu kwa misingi ya jinsia yake na husababisha madhara ya kimwili, kisaikolojia, kihisia, kijamii au kiuchumi. Ukatili huu unaweza kumkumba mtu yoyote, sio tu wanawake, sio tu watoto, ni pamoja na watu wengine. Wanaume na wenyewe wanaweza kukutwa na ukatili wa kijinsia, watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo jamii nzima inakuwa imeathirika, lakini kwa jinsi nchi yetu, mazingira ya kijamii, kiutamaduni na kiuchumi, watoto na wanawake wameendelea kuwa waathirika wakubwa wa vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia. Na vitendo vya ukatili wa kijinsia vinatokea maeneo mbalimbali. Kama sote tunavyofahamu, majumbani, shuleni, sehemu za kazi, barabarani na hata kwenye mitandao ya kijamii tunaona matukio ya ukatili wa kijinsia. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba mara nyingi vitendo hivi hufanywa na watu wa karibu na waaminifu kwa waathirika, wakiwemo wazazi, walezi, majirani au ndugu wa karibu. Na ukatili wa kijinsia upo katika aina nyingi, zikiwemo ukatili wa kimwili kama kupigwa, kujeruhiwa au kunyimwa mahitaji ya msingi, ukatili wa kingono kama ubakaji, ulawiti, ndoa za utotoni na ukeketaji, ukatili wa kisaikolojia au wa kihisia unaojumuisha matusi, vitisho na udhalilishaji, pamoja na ukatili wa kiuchumi unaohusisha kunyimwa haki ya kumiliki au kutumia rasilimali. Aidha, katika nyakati za sasa, ukatili wa mtandao umeongezeka, ambapo waathirika hudhalilishwa au husambaziwa taarifa binafsi bila idhini yao. Ni muhimu jamii ikafahamu kuwa ukatili wa kijinsia ni kosa la jinai na haupaswi kuvumiliwa kwa namna yoyote ile. Kila mwananchi ana haki na wajibu wa kuripoti matukio ya ukatili ili kuhakikisha waathirika wanapatiwa ulinzi na haki inatendeka. Matukio ya ukatili yanaweza kuripotiwa katika vituo vya polisi, kupitia dawati la jinsia na watoto katika ofisi za ustawi wa jamii, vituo vya afya au hospitali, pamoja na kupitia madawati ya watoa huduma za msaada wa kisheria. Katika kila halmashauri, katika kila wilaya Tanzania bara, tayari limeanzishwa dawati maalum la msaada wa kisheria, na serikali imefanikiwa kuajiri watoa huduma msaada wa kisheria 449 ambao kazi yao ni kutoa elimu ya kisheria na kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia katika jamii. Serikali imeweka namba maalum ya bure kwa ajili ya kuripoti matukio ya ukatili na hasa kwa watoto, ambayo ni 116. Lakini vile vile wizara imeanzisha kituo cha huduma kwa mteja kinachopatikana kupitia namba 0262160360 ambacho kimekuwa kikisaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza uelewa wa jamii kuhusu namna ya kuripoti na kushughulikia matukio ya ukatili wa kijinsia.